SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeelezea shabaha na mikakati iliyopo juu ya uboreshaji wa sekta ya anga na sekta ya miundombinu kwa lengo la kujadili utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Wakizungumza katika nyakati tofauti katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Manyatul Bahari Zanzibar, wenye lengo la kujadili shabaha ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025 na 2025-2030, amesema kwanza ni kuboresha miundombinu ya viwanja vya ndege ikiwemo ujenzi wa jengo la abiria. Hii ni kutokana na ongezeko la abiria wakiwemo watalii ambao awali jengo hilo lilikuwa la kikoloni, lakini pia ujenzi wa kituo cha biashara business center ili kuimarisha huduma kwa wananchi katika jengo hilo. Na leo tuko katika kuelezea shabaha za serikali, lakini kwa upande wa sekta ya anga, shabaha za sekta ya anga katika ilani yetu tuliyoipanga na ambayo tunainadi kwa miaka mitano tunaendelea nayo, kwa maana 2025 2030. Sawa. Katika kulijibu swala hili, kwanza kwenye manufaa, naomba tuangalie manufaa kwenye picha kubwa. Nitaanza kuelezea kwanza manufaa kitaifa, kimataifa, ili tuweze kufahamu namna gani manufaa haya yatanufaisha wananchi kwa ujumla. Katika ilani yetu ya miaka mitano ambayo tunaiuza inayokuja, na tayari tumeshaianza kama ilivyoelezwa, tunatarajia kukuza kwanza miundombinu ya viwanja vya ndege. Tukizungumza abiria, tukizungumza watalii katika nchi yetu pamoja na mashirika ya ndege, kwanza sisi kwa maana viwanja vya ndege ndio ambao tunawapokea, na katika kupokea kuna vitu viwili vya msingi. Cha kwanza huduma, lakini cha pili ni miundombinu. Katika kuimarisha miundombinu ya viwanja vya ndege, serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege ili mwaka 2021 tulizindua rasmi Terminal 3, yani jengo letu la tatu la abiria ambalo lina uwezo wa kuhudumia abiria 1,600,000. Wakati huo tunazindua kama abiria 1,500,000. Tunaona by the time tunazindua tayari tulishazidiwa. Lakini serikali ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi tuliona sasa na mikakati ambayo inachukuliwa kwa kushirikiana na sekta ya utalii kwa ongezeko kubwa sana la abiria. Tunapozungumzia sasa hivi kwa mwaka 2024 tuna abiria 2,000,000, almost 2,200,000. Kwa hiyo kaona kuna haja kubwa sana kuimarisha miundombinu ya viwanja vya ndege ili kuhakikisha kwamba tunatoa huduma katika viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo tulianzisha mradi wa ujenzi wa Terminal 2 ambao tulianza rasmi 2023, na katika ilani yetu tunaendelea nao mradi huu ili kuhakikisha kwamba ndani ya hii miaka mitano mradi tunakamilisha. Kwenye awamu ya 8 baada ya kuingia ilikuja na mikakati ya utekelezaji wa hizo barabara 197, lakini ikaja na packages zenye jumla kilomita kama 857 na zaidi, na zinazidi kuongezeka sasa hivi kulingana na mahitaji. Kwa hiyo utaona kwamba kama ni 400 na kitu ya maagizo ya ilani, lakini utekelezaji wake hadi tunafikia sasa tuna kilomita kama 300 na ushe hivi, sasa na 186 hivi ya lengo ambalo tulipewa. Kwa hiyo lengo limezidiwa karibu mara 2, na barabara hizo unazozungumza zimekamilika kwa kiwango cha lami, na kuna barabara zingine ziko kwenye hatua mbalimbali za kifusi na zingine zitajengwa kutatiwa lami. Naamini hata kufikia uchaguzi mkuu kutakuwa tayari tena kuna kilomita kama 50. Kwa hiyo utajikuta kwamba lengo limezidiwa zaidi. Kwa hiyo niseme tu kwamba serikali imefanya makubwa hajawahi kutokea,
Miaka ya nyuma namaliza miaka 5 na kilomita 60. Lakini sasa hizo na kilomita hizo 300 na zitafika mpaka 400 na kitu. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.